Naam, hujambo mara tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kututegea sikio kwa wakati huu. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa heri wa afya hapo mlipo, na tunawatakieni Ramadhan Karim popote pale ambako mnaendelea kufuata matangazo yetu katika siku ya leo. Tuanze habari zetu na habari hizi zisemazo kuwa vikosi vya wazalendo kwa ushirikiano nalo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechukua mara tena vijiji vya Buato na Ndete katika tarafa la Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka mikononi mwa waasi wa M23. Baada ya mapambano makali ambayo yanaendelea kuripotiwa katika maeneo hayo ya tarafa la Masisi, vijiji tofauti, hatimaye vikosi vya wazalendo vimefaulu kuteka vijiji hivyo kiisha mapambano hayo makali yanayoendelea kuripotiwa katika maeneo hayo. Taarifa tunazo zaeleza kwamba vikosi vya wazalendo vimemiliki eneo hilo mida ya mchana ya siku ya Ijumaa ya tarehe 6 Machi 2026. Viongozi wa kizalendo katika maeneo hayo waendelea kuomba raia kutokuwa na wasiwasi wote, kwani wataendelea kupiganisha adui hadi kuhakikisha pale ambako wamewaondoa katika mkoa wote wa Kivu Kaskazini. Tuangazie habari zetu na habari za eneo hilo zisemazo kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza Alhamisi ya tarehe 5 Machi kugundua mamia ya masanduku ya risasi, silaha za aina ya AK-47 pia na PKM, silaha za kisasa, mabomu, guruneti na vifaa vingine vingi vya kivita katika eneo la Noro tarafani Jugu, mkoa wa Ituri. Kulingana na vyanzo vya usalama eneo hilo, vifaa hivyo vya hatari vilikuwa vimefichwa katika eneo bandia la uchimbaji dhahabu lililotengenezwa kusudi kwa ajili ya kuficha vifaa hivyo. Ni wanajeshi wa FARDC baada ya kupewa taarifa na wananchi wa eneo hilo waliogundua silaha hizo wakati waliokuwa katika operation ya kusafisha eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vyaeleza kuwa silaha hizo zinadaiwa kuwa vya wanamgambo wa Convention pour la Revolution Populaire wa Thomas Lubanga katika eneo hilo. Uongozi wa kijeshi eneo hilo unaendelea kuomba raia kuwa na moyo kama huo wa kutaja mambo ambayo yanaweza kuwa hatari katika maisha yao. Tuangazie pia katika habari zetu na habari yako tarafani Mwenga ni kwamba vikosi vya waasi wa M23 wameripotiwa kurejesha udhibiti wa maeneo ya Marundi na Katala yaliyo karibu na eneo la Burindi katika tarafa la Mwenga, mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vyenye kukamilika vya eneo hilo vyaeleza kuwa kisha mapigano makali ambayo yanaendelea kuripotiwa katika maeneo hayo ndiyo ilipelekea vikosi hivi kudhibiti eneo hilo. Taarifa hizo zazidi kuonesha kuwa ila bado jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na vikosi vya wazalendo wanaendelea kuendesha mashambulizi katika maeneo hayo ili kuhakikisha eneo hilo limeweza kumilikiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vikosi vya wazalendo ili kuhakikisha usalama wa raia umeonekana kuimarishwa. Tuangazie pa Baraka ni kwamba hali ya wasiwasi imeweza kutanda siku ya Ijumaa kwenye mida ya saa 12 za asubuhi kwa raia wa mji wa Baraka, kiisha milio ya risasi iliyosikika kwa wingi katika maeneo hayo. Katika mazungumzo naye Kamanda Chalumba wa SNPCC katika mji wa Baraka ametaja kwamba ni vyema raia kuendelea kutoa wasiwasi mioni mwao, kwani usalama unaendelea kudhibitiwa usiku mchana. Kamanda Chalumba Leonard anaeleza mengi kutokana na milio ya risasi iliyosikika siku ya Ijumaa ya tarehe 6 Machi 2026. Ndiyo, ile milorongo ya masasi ilisikilika na ilipatishia watu panike sana, lakini hakukua kitu kibaya zaidi. Ni probleme ya wenzetu wa FABB walileta maiti kutoka Uvira. Wale wenyewe walileta maiti ndio wenyewe walianza kurusha ile yote milorongo ya masasi, lakini muda kidogo tulifika pale na colonel wa FARDC, tulifika sio wote pale tukabimaliza na vikaisha. Ilikuwa tu masasi ya kupigia ile maiti yenyewe ilikufa.
Ile jambo tulipiga marufuku pale, tulisema haiko kawaida, na ujumbe ni kwa waskari kusema kama mtu anakufa kijeshi tunasemaka ni carton rouge, na kama ni carton rouge haina tena haja ya kupigiwa masasi wala kufanya nini, banaleta tu banazika na vinaisha. Wakae kimya, watulie, hakuna vita, ilikuwa tu masasi ile yenyewe balipiga ya ile maiti, hakuna vita. Tutamatishe habari zetu na habari zingine hizi zisemazo kuwa kutoka huko Burundi. Nchi ya Burundi pamoja na ya Kongo wamekubaliana kuanza kurejesha wakimbizi wa Kongomani walioko nchini Burundi katika siku zijazo. Ripoti kamili naye mwenzetu Bukuru Tantini Aldama ndani ya studio. Ni rasmi sasa, wakimbizi wa Kongomani wenye kuwa ndani ya kambi ya Busuma nchini Burundi wataanza kurejeshwa nchini mwao DRC kwa hiari kuanzia tariki 11 mwezi Machi, yani siku ya 3 ya wiki ijayo. Mpango ambao umepokelewa kwa vifijo na nderemwe na wakimbizi, ambako baadhi yao walitamani hata kulala na viatu miguuni. Kama alivyoeleza hapa moja kati ya wakimbizi ndani ya kambi ya Busuma alishiriki kwenye mkutano mkubwa uliochukuliwa uamuzi huo. Ndiyo ndugu mtangazaji, ni kwamba mkutano mkubwa umeendeshwa kati ya wakuu viongozi wa UNHCR, ONAPRA na mashirika mengine yanayohudumu ndani ya kambi ya Busuma, ikishirikisha viongozi mbalimbali wenye kusimamia wakimbizi ndani ya kambi. Na pointi ilikuwa moja tu, kujadili namna gani wakimbizi watakavyorudishwa nyumbani kwao, wale ambao wanadai, wale ambao wanatamani kurudi kwa hiari. Ifahamike kwamba ndani ya mkutano huo mjumbe wa HCR pamoja na ujumbe wa ONAPRA wenye kuwakilisha serikali ya Burundi walikwenda kufunua ama kuweka wazi swala hilo la wakimbizi kurudi Kongo, lakini mwanzo walisema kwamba Kongo haijawa salama, lakini sababu wakimbizi wamedai, wakimbizi wameomba, wakimbizi wamelazimisha wakuu viongozi wenye kuongoza kambi hapa kusema kwamba wanatamani kurudi manyumbani, basi ombi hilo lilikwenda kupata nafasi, lilikwenda kupata jibu, ikimaanisha kwamba serikali ya Kongo na serikali ya Burundi wamekaa pamoja na wakakubaliana kusema kwamba wakimbizi waanze kurudishwa. Wakati hayo yakijiri, ilitamani kufahamu utaratibu wa watu kurejeshwa utakuwaje na pia maisha ya wakimbizi watakaorejea, hasa upande wa kiuchumi. Duru yetu imetoa mwangaza juu ya swala hilo. Hivyo basi, utaratibu ambao ulikwenda kutolewa ndani ya hicho kikao ni huu. HCR ya Burundi itahusika na kufanya identification, ile tunaita enregistrement kwa wakimbizi. Wanakupatia form, na baada ya kupewa form wanakuorozesha kwenye convoi yenye itarudia. Atakayechukua gharama ya nauli kutoka hapa kambini Busuma hadi Gatumba ni serikali ya Burundi ikishirikiana na serikali ya Kongo. Na unapofika pale Gatumba unavuka Uvira. Pale Uvira unawekwa mu centre de transit accueil, unachukuliwa en charge na HCR na gouvernement ya Kongo. Kila mkimbizi unapofika pale Uvira mwakeye, mbele urudishwe ulikotoka. Mkimbizi atapewa nauli ya $100 kwa kichwa cha mtu, kuanza mkimbizi wa miaka 18 mpaka kupandisha mwenyeko kujeton na kwa ile form. Na tofauti na ile $100 ambao utakwenda kuipewa, utapewa $150 kwa ajili ya kuanzisha maisha. Ni ile tu kuanza kwa miaka 18 kupandisha, na mtoto tangu miaka 17 kushusha ni $75. Watoto ambao walikatisha masomo watapewa $81 kwa ajili ya kununua vifaa vya masomo na kurudi kwenye masomo. Utakapofika pale musantre ya Keye Uvira, mutapewa tuseme jeto composition familiale, munapewa chakula cha miezi 2 na HCR ya Kongo kwa ushirikiano na government ya Kongo.
Akina mama watapewa kito d'hygiene intime, kito de dignité. Apare hiyo munapewa kwa kila kichwa ya mtu kuanza miaka 18 mpaka kupandisha $100 kwa ajili ya ukarabati wa nyumba ambao tunasipozeke ziliharibiwa na kununua vitu fulani marticle ménager essentiel za nyumba. Mwishowe, wakimbizi wa ndani ya kambi ya Busuma na wakambi zingine zinazolengwa na mpango huo wa kurejea kwa hiari wameanza kutoa shukrani zao dhati kwa serikali ya Kongo na Burundi na pia shirika la UNHCR. Aloro ile ndio ilikuwa resume ya mkutano wa jana ambao ulikuwa na pointi moja kama gisi nilivyotangulia, namna gani operation ya kuorozesha wakimbizi ambao wanataka kurudia kwa hiari itakavyoanza, na ikasemekana kwamba operation ile inaweza kuanza tarehe 11, yani siku ya 3 ya semaine prochaine. Processus haiko kusema kwamba watu wataenda kujilunda wote kwenye ofisi ya HCR na wanaorozeshwa na wanarudi, hapana. Itakuwa ni processus. Wanaorozesha hawa wanawasafirisha, wanaorozesha hawa wanawasafirisha, na wale ambao watasema mimi nitabaki kambini, wale watabaki na wataendelea kuhudumu chini ya ulinzi ama ukingo wa serikali ya Burundi ikishirikiana na wafadhili wengine ambao wataendelea kuhudumu ndani ya kambi ya Busuma. Hivyo basi sisi kama vile wakimbizi tulipokea taarifa hiyo kwa vigelegele sana, shangwe kubwa sana, maana ni maandamano mengi ambayo yalikwenda kufanyika huku na kule, mara watu wakubwa, watoto, kusudi ya kuomba ile ruhusa ya kurudia Kongo, na ruhusa imeshatolewa. Tunangoja basi HCR aandae sasa shughuli za kuorozesha wale ambao watakao rudi. Vile vile labda tunaomba kwa serikali ya Kongo, tunashukuru kwanza kwa kutukubalia kurudia manyumbani kwetu, lakini sisi kama vile wakimbizi kile ambacho tulikwenda kukikimbia kingali pale pale, sababu waasi wa M23 hawako mbali, wako kama Sange, Kabunambo. Ina maana wangali karibu ya pale kwenye tutarudia. Na ndio maana tunatoa mwito kwa serikali ya Kongo kuhakikisha inadumisha usalama ipasavyo kusudi ipermetre sisi wakimbizi kurudi Kongo. Vile vile na kwa mashirika ambayo inahudumu kule nchini Kongo ikuwe tayari kutupokea, sababu kuna vitu vingi ambavyo tulivipoteza, mali, pesa, mifugo na kadhalika, na kuangalia namna gani wanaweza kutuhudumia kusudi tuangalie kama tunaweza kurejelea maisha yetu ya kawaida ile ambayo tulikuwa tunaishi kabla ya vita kuja. Hivyo basi tunakualika msikilizaji kuendelea kusikiliza uchambuzi wa habari zetu ili kufahamu kitakachoendelea juu ya mpango huo muhimu. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusii mara tena usikosi kulike, kucomment na kusambazia wengine. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Endelea kuungana nasi kwa habari za ukweli na zenye uhakika.